Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai, aka Kijana Msafi, chairman wa Nigema ya Leaders Movement. Na nimekuja hapa kuongelesha Bwana William Ruto, nimwambia ya kwamba aache kwenda kuzindua hewa, akiambia Wakenya ya kwamba ni miradi anazindua. Amezunguka Nairobi wiki mzima kujifanya kuna miradi ambao anazindua huko, akiambia Wakenya atawanunulia mashini za kupika chapo, mashini ambayo itakuwa inapika chapo milioni 1 etago. Hizo ni stori za jaba, hizo ni stori za abunwasi, hizo ni hadithi, na hiyo ni ile uongo ambao wamezoea. Nataka niambie William Ruto, hii story ya kuzunguka Nairobi kuwa juu ya magari, ukiendanga kuzindua hewa, ndio upata nafasi ya kupiga siasa, ndio upata nafasi ya kudanganya Wakenya. Hiyo kitu Bwana William Ruto, tafadhali, inaumiza Wakenya, kwa sababu siku umezunguka hapa Nairobi, ulitembea na wezi karibu 1,000, wezi ambao hatuwezi jua kule walikuwa wametoka, na walikufuata wakipora raia, wanakufuata wakipora wa Kenya. Hiyo siku umekuwa huko Mathare, hiyo siku ulikuwa kule Mlango Kubwa, hiyo siku ulikuwa kule Juja Road, hiyo siku ulikuwa kule Thika Road. Wakenya hiyo siku hakuna Mkenya hata moja alikuwa kwa hiyo barabara alienda nyumbani na simu yake. Hakuna Mkenya hata moja alikuwa amebeba wallet na pesa alifika nayo nyumbani. Wale Wakenya walikuwa na magari zao waliporwa wote. Wakora wana hijack gari, wanaiba side mirror, wanaiba zile vitu ambazo ni za dhamana katika hiyo magari, wanaingia mpaka katika gari za abiria bwana. Wanapora watu mchana wazi. Bwana William Ruto, hiyo siku kama ungekaa State House, ufanyie wananchi kazi, uende kwa ofisi yako, uangalie ile mambo imekwama ambayo inakuhitaji huko. Hiyo siku kama ungekuwa huko, Wakenya hawangeporwa. Wakenya maelfu hawangepora simu zao hiyo siku. Wakenya maelfu gari zao hazingeharibiwa hiyo siku. Kwa hivyo mimi nataka nikuambie William Ruto, unapeleka Wakenya hasara kubwa sana kwa hiyo kuandamana kwako juu ya magari ukienda kuwadanganya, kwa sababu unapatia wezi nafasi, wanakufuata wanapora Wakenya. Kwa hivyo Bwana William Ruto, tafadhali, kaa kwa ofisi, fanyia wananchi kazi. Hii mambo ya kuzunguka huku ukidanganya, ukizidua mambo ya hewa, sababu hakuna mradi hata moja ambayo imetekelezwa na serikali yako ulikuwa unazindua. Ni vizuri tuambie hivi wala Wakenya ambao hawana habari. Ulikuwa tu unazunguka kufanya campaign, ulikuwa tu unazunguka kudanganya Wakenya. Hiyo PR, hiyo tu ujinga na upuzi. Hakuna kazi ilikuwa inaendelea hapo. Ni vizuri tuambie Wakenya ukweli. Na wacha niambie Wakenya, kuna kitu ambayo imeendelea kule bungeni hii wiki ambayo inaelekea sasa kuisha, na watu wengi pengine hawajui ya kwamba William Ruto ametimua Ndindi Nyoro kama chairman wa kamati ya budget, na ametimua Ndindi Nyoro kama chairman wa kamati ya budget kwa sababu vile ambavyo alinyamazia hii mambo ya impeachment, na vile ambavyo amekuwa akinyamazia haandamani na William Ruto kama vile ambavyo walikuwa wanaandamana. Hilo jambo linatatiza sana watu wa UDA na watu wa William Ruto, kwa sababu hawajui Ndindi Nyoro uamuzi wake amenyamazia nini, na kwa sababu wameanza kuogopa. Na huyu kijana anaendelea kufanya kazi kule Kiharu, na huyu kijana anaendelea kusifiwa kule Kiharu, na hawajui msimamo wake wa kisiasa ni upi. Wakaona kwanza watimue yeye hiyo kitu ya budget ndio waweze kupeleka propaganda kule bungeni. Na ile propaganda walipeleka kule bungeni ilipelekwa na Kimani Ichung'wah, majority leader, na ikapelekwa na Junet Mohamed, the minority leader. Na ile propaganda walienda kuongea pale bungeni ni kitu ambayo mimi mwenyewe hata ilinishtua, sababu spika wa bunge, mtu ambaye ni wakili, mtu ambaye amesoma, mtu ambaye anafaa kusimamia haki na ukweli katika bungeni, mtu ambaye hafai kukubalisha watu kuongea propaganda ama vitu vya uongo bungeni, alipatia Ichung'wah 2 hours wakiwa na Junet, wakaongea stories za Ndindi Nyoro za uongo, ati vile ambavyo wamemtumua katika hiyo kiti kwa sababu alikuwa anachukua pesa ya Wakenya, alikuwa anachukua pesa ya zile constituencies zingine anapeleka Kiharu kufanya kazi. Ndio maana ati research ikifanyiwa kila wakati anapatikana yeye ndiye mbunge namba 1 katika utendakazi hapa nchi ya Kenya. Wakasema ya kwamba kwa sababu yeye ndiye anaongoza ile kamati ya budget, zile pesa zinafaa kupelekwa kule Kimilini, zile pesa zinafaa kupelekwa kule Coast,
zile fedha zinafaa kwenda kule Rift Valley kule kwa kina Kamket. Hizo pesa zote wakasema Ndindi Nyoro amekuwa akikusanya zote, anaweka katika bajeti zote, anapeleka Kiharu. Ati ndio maana wamemtoa katika hiyo kiti, kwa sababu hana haki na usawa, anachukua pesa ya Wakenya anapeleka kwake. Mimi nataka niambie Wakenya, Kimani Ichung'wah ni mtu ambaye akili yake ilipungua, ni mtu ambaye alipatiwa pesa na William Ruto, akili yake akauza kwa William Ruto, hafikiri tena. Kwa sababu kusema ya kwamba ati Ndindi Nyoro alikuwa anapeleka pesa ya Wakenya wote kule Kiharu, hiyo ni jambo la uongo. Kwa sababu mkiangalia vizuri historia, Ndindi Nyoro alichaguliwa mbunge mara ya kwanza 2017, na hiyo siku yeye hakuwa chairman wa kamati ya budget, na hiyo siku hata hakuwa mwanakamati kule bungeni katika kamiti ya budget. Lakini tuko na evidence ya kwamba wabunge wengi tamu ya Ndindi Nyoro ya kwanza walikuwa wanaenda kule Kiharu kufanya kitu inaitwa benchmarking. Hata Rigathi Gachagua mwenyewe wakati alikuwa mbunge wa kule Mathira, iko siku 2020 alienda kule Kiharu kufanya benchmarking, kuona ile kazi ambayo huyu kijana alikuwa anatekeleza kule. Mimi nataka niulize Kimani Ichung'wah, kama Ndindi Nyoro ile kazi amefanya Kiharu amekuwa akifanya kwa sababu anafanya na pesa ya Wakenya wale wengine kule bungeni, kwa nini alikuwa anakuja namba moja katika ripoti zote ambazo zilikuwa zinatolewa akifanya kazi kule Kiharu? Na hiyo siku yeye hakuwa chairman kamati ya budget, hiyo siku yeye hata hakuwa member katika kamati ya budget, hakuwa iongoza kamati hata moja ya budget akiwa mbunge tamu yake ya kwanza, lakini alikuwa anatekeleza ile miradi yote ambayo tumekuwa tukiwitness kule Kiharu. Mimi nikasikia Junet akisema ya kwamba ati ni makosa kubwa sana kiongozi kama Ndindi Nyoro ambaye anapeleka wabunge huko wanafanya benchmarking, na saa hiyo ni pesa ya Wakenya wale wengine ameokota amepeleka huko. Mimi nataka niambie Junet Mohamed, wabunge wengi walienda kule bungeni kukunywa chai na mandazi, wanaingia huko bungeni wana sign in ndio wapate allowance, alafu wanaenda kwa ulevi. Na kama mbunge kazi yake ni ulevi na kukaa kwa lodge kule Nairobi, haendi kufanyia watu wake kazi, na kuna mbunge mwingine ako mashinani akifanyia watu wake kazi, mbona mko na shida na hiyo? Mbona mkishindwa kufanya kazi mnaanza kusingizia yule mbunge mwingine anaiba pesa za Wakenya wale wengine na kutekeleza kwake? Mimi nataka niambie Wakenya, juzi Rigathi Gachagua amefukuzwa kwa serikali na akazingiziwa kuwa mkabila, na alizingiziwa kuwa mkabila ndivyo akitoka kwa serikali akuwa isolated by other national leaders. And that is why William Ruto, he made sure before impeaching Rigathi Gachagua amehubiri Kenya mzima na imejulikana ya kwamba Rigathi Gachagua ni mkabila. Saa hii sababu walimalizana na Rigathi Gachagua, sasa wameingia kwa Ndindi Nyoro, na kwa sababu wanaona Ndindi Nyoro ni kijana ambaye uongozi wake umeanza kukubalika kwa Gen Z, kwa sababu wanaona uongozi wake Gen Z wameanza kuona huyu kijana ni kiongozi, pengine anaweza kuja asaidie nchi yetu siku za kesho. Ndio maana wakapangia yeye jama, waanze kumbrand yeye ni kama mtu ambaye ni mwizi, wakaanza kusema yeye ni mtu ambaye anapora pesa za ile maeneo mengine ya bunge anapeleka kwake. Wakaanza kumbrand yeye aanze kuonekana ni kama ni kiongozi ambaye hana usawa. Uongozi wake hana usawa, uongozi wake anapendelea watu wa kwake, lakini hana haja na yale maeneo mengine katika taifa. Hii ni jama alipangiwa ndivyo aweze kukua branded, so that hata siku anajaribu kusimama kuongea mambo ya national politics already akuwe profile yeye ni mtu wa Kiharu, ni mtu wa kuiba pesa katika ile maeneo mengine. Na hiyo matamshi walitoa kule bungeni wanaiangazia, ndivyo mtu kama Ndindi Nyoro akitoka hapa aende Kisumu ama akitoka hapa aende Rift Valley, atakuwa anaonekana yeye ni yule mtu aliiba pesa yao akapeleka Kiharu. Wanambrand hii maneno, ndivyo akitoka hapa aende kule kwa Kamket. Wale watoto wanasomea chini ya miti kule kwa Kamket kutoka dunia ianze 1963, wakiona Ndindi Nyoro wanajua huyu ndiye shida yao, kwa sababu zile pesa wangejengewa nazo madarasa zilipelekwa kule Kiharu. That is the narrative Kimani Ichung'wah and Junet Mohamed, they are driving under instructions of William Ruto, ndivyo wajaribu kumaliza huyu kijana. Lakini sisi tunaonea 18 sababu sisi at least tumesoma, hata kama hatuna ma PhD tunajua wakati William Ruto anatupangia, na tunaweza kujua wakati William Ruto anadanganya na wakati anasema mambo iko. Na kwa hivyo hii niambia Wakenya, matamshi ya Ichung'wah, matamshi ya Junet Mohamed, huyo ni William Ruto mwenyewe anaongea. Kwa hivyo itupiliwe mbali.
Na ndio maana mimi nasema William Ruto alijua siku zake za kukaa kwa mamlaka zimeisha wakati Jezi waliungana kule Nairobi mwaka uliopita, na wakasema ya kwamba siku za kumaliza ukabila zimefika. Na ile siku Jezi walikuwa wanaandamana, walisema ya kwamba the tribalists, wakasema ya kwamba the parties, wakasema ya kwamba hawaandamani kwa sababu ya vyeo, wakasema wanaandamana kwa sababu wanataka nchi bora, wanataka uongozi mwema. Na hiyo siku kulikuwa na maandamano wa Kenya, hata nimwambie, kulikuwa na maandamano mpaka Rift Valley kwa kina William Ruto pale nyumbani. Na kwa sababu hiyo wave ya Gen Z iliandamana kila kona katika nchi yetu, William Ruto akaona tukimaliza ukabila hataweza kuongoza nchi. Akajua ukabila ikiisha vile Gen Z wanasema, hataweza kurudi kwa kiti 2027. Na kwa sababu alijua hivyo, ndio maana tena amerudi amekoroga mambo ya ukabila, amerudisha tena mambo ya ukabila. Na ndio maana William Ruto kila mahali akisimama anaongea kuhusu kabila hii na ile kabila nyingine, anapiganisha kabila hii na ile kabila nyingine. Juzi tumemwona akienda hapa Northeastern akaambia Wasomali ya kwamba shida yenu ni hawa watu wa Dengo wenye wanakuja kuingilia mambo ya ng'ombe zenu na wao wanalipa Dengo. Hiyo siku alikuwa anapiganisha Wasomali na Wakamba. Tumemwona akienda kule Western anaambia viongozi wa Western kina Dani Wanyama, kina Boni Harwale, kina John Badi, anawaambia kwamba shida yao ni watu wa Mlima Kenya, kwa sababu barabara zote katika nchi ya Kenya zimejengwa Mlima Kenya, ndio maana wao hawana barabara. Kwa hivyo anapiganisha jamii ya Mlima Kenya na Western na watu wa Nyanza. Na hiyo ndio kitu William Ruto anajua vizuri. Na siku analeta Mutuse, wakiwa na mtoa ule jamaa anaitwa Wakavaruku, wakaleta Mutuse kule bungeni, ndivyo aleta impeachment motion ya kufukuza Rigathi Gachagua. Hiyo siku alikuwa anataka kupiganisha jamii ya Wakamba na jamii ya Mlima Kenya. Na hiyo ndio ile kitu William Ruto hiyo ndio ile tu kadi moja amebaki nayo ya kupiganisha kabila hii na kabila hii, kupiganisha kabila hii na kabila hii, ndivyo aweze kubaki na watu ambao watasimama na yeye arudi kwa kiti. Kwa sababu tukianza vita ya makabila, tukianza kupigana hii jamii baina ya jamii ile nyingine, tutakuwa tumepatia William Ruto nafasi nzuri sana ya kurudi kwa kiti. Na hivyo ndivyo anafanya kila siku. And that is why anaambia Wajaruo, shida yenu ni Wakikuyu, wacha niwatoe kwa serikali nyinyi muingie. Na ukiangalia hata zile viti kina Ndende Nyoro, kina Medho, kina Karungu Wathang'wa, kina James Gakuya, zile viti zote za chairmanship kule bungeni wametolewa, zimepatiwa Wajaruo. Kwa sababu William Ruto anataka kuonyesha wale watu ya kwamba nyinyi ndio mkuu kwa serikali, lazima tufukuze Wakikuyu. Kwa sababu Wakikuyu ndio wamekuwa wakizuia nyinyi kukuwa viongozi. Bwana William Ruto, unaambia Wajaruo sisi ndio shida yao, ndio maana hawajaipata uongozi. Na 2022 tulikupigia kule tukanyima Raila Amolo Odinga. Kwa nini hiyo siku, kama unapenda Wajaruo sana, kama unajali sana Wajaruo, kwa nini hiyo siku huku tuambia kuliko tukupatia kura zetu tupatie Raila Amolo Odinga angalau Wajaruo waongoze? Kwa nini haukutuambia hiyo siku? Lakini saa hii unakuja hapa kuambia Wajaruo ya kwamba ati shida yao ni jamii ya Wakikuyu. Na ndio maana kila siku Bwana William Ruto unatumia gausho, kila siku unatumia gausho, unamwambia tusi hii jamii, kila siku unalipa gausho, unamwambia tusi hawa watu kila siku. Gausho anaamuka anaanza kutusi jamii mzima kila asubuhi. Wacha niambie William Ruto, hii line yako ya ukabila tumeionea 18. And that is why leo hii mimi hapa nikiongea kama chairman wa New Gema, nataka kusema ya kwamba, na niambie watu wetu mnisikize vizuri, wale watu wako kule TikTok, wale ambao wanaongea maneno ya Gema for Gema, hao ni watu wametumwa na William Ruto wakuja wa confirm vile William Ruto amekuwa akisema sisi ni wakabila, wakuja wa confirm ni kweli ya kwamba William Ruto anaongea ukweli, sisi ni wakabila na hatupendi zile jamii zingine. Nataka ni confirm hapa, wale wakora wanaongea mambo ya Gema for Gema kule TikTok, wale wanasema atusinunue kitu kwa mtu ambaye si wa Gema, wale wakora wako TikTok wanasema ya kwamba ati pesa ya Mount Kenya isipite Mount Kenya. Au hawaongei kwa niaba ya Mlima Kenya, au hawaongei kwa niaba yetu. Hao ni wakora wamelipwa na Dennis Itumbi wakiwa na William Ruto wakuja kuongoza mambo ya ukabila kule TikTok, ndio wa confirm ile narrative ya William Ruto ya kwamba sisi jamii ya Mount Kenya tunajipenda, sisi ni wakabila, hatupendi zile jamii zingine. Wamelipwa na William Ruto wahubiri mambo ya ukabila TikTok, ndivyo wa sabotage hii safari ya Rigathi Gachagua ya kuunganisha zile wale viongozi wengine kutoka zile jamii zingine. Kwa hivyo nataka niambie watu wetu, mjihadhari sana na wale walevi ambao wamelipwa na William Ruto na Dennis Itumbi kule TikTok waongea mambo ya Gema for Gema,
waongea mambo ya sijui pesa ya Mount Kenya sijui isipite Githurai, sijui pesa ya Mlima Kenya sijui isipita wapi, au hawaongei kwa niaba yetu. Sisi kazi yetu ni kuhubiri amani katika nchi ya Kenya. Sisi kazi yetu ni kuunganisha jamii zote, kwa sababu Gen Z walituongoza mwaka uliopita na wakatuambia ya kwamba na wakatuonyesha kwa vitendo njia moja ya kufukuza William Ruto, njia moja ya kumaliza uongozi mbaya katika nchi ya Kenya, njia moja ya kuleta mapinduzi na uongozi mwema katika nchi ya Kenya ni kumaliza ukabila. Tushikane kama jamii zote hapa, tutafute uongozi mwema tukiwa kitu kimoja, kwa sababu shida ya Wakenya hapa sio kabila hii ama kabila ile nyingine. Shida ya Mluya sio Mkikuyu, shida ya Mjaruo sio Mkikuyu, shida ya Mkikuyu sio Msomali vile ambavyo vile mtu anatuambia. Shida ya Wakenya ni uongozi baya, shida ya Wakenya ni uchumi, shida ya Wakenya ni kuchagua viongozi ambao wanashughulikia tu maslahi yao ya tumbo zao. Shida ya Wakenya ni kukuwa na sheria mbovu zile ambazo zinapitizwa pale bungeni na wabunge ambao hawajali Wakenya. Shida ya Wakenya ni hawa viongozi tulichagua, kazi yao ni kujitafutia mazuri. Wamesahau Wakenya, wanaleta program ambazo ni mbovu za kinasha, za affordable housing, za kukata wananchi pesa kinyume na sheria. Hiyo ndio ile matatizo inatukumba kama Wakenya wote kwa jumla. Lakini mtu asikudanganye ati wewe ni maskini kwa sababu Msomali anapiga biashara. Mtu asikudanganye ati wewe umekosa uongozi kwa sababu Kikuyu hakutakii mazuri. Mtu asikudanganye ati wewe Mkamba shida yako ni wale watu wengine ambao wanaitwa Wakisii. Msikubali kuingia katika mtego ya William Ruto, ili ambayo ametengeneza jeshi kubwa kule online, kule kwa mitandao ya kuleta vita baina ya makabila. Hao ni watu wanafanyia William Ruto ndivyo wakuje wawaganye watu, William Ruto apite katikati. Mimi nataka niongee leo hii, niambie jamii ya Mlima Kenya, msianguke katika hiyo mtego. Msianguke katika mtego ya kupiga zile jamii zingine. Msianguke katika mtego ya kusema ya kwamba vile mtu anawaita wakabila ati nyinyi ni wakabila. Sisi kama Wakikuyu, sisi kama jamii ya Mlima Kenya, sisi kama familia ya Gema, hatuwezi kuwa wakabila kwa sababu tunaishi na jamii zote hapa katika Mount Kenya. Hatuwezi kuwa wakabila kwa sababu watoto wa jamii yetu wako katika kila mahali nchi ya Kenya. Watoto wa jamii yetu wako katika kila mahali mpaka nchi ya Kenya. Hakuna ukisikia mtu anasema ya kwamba pesa ya mtu wa Mlima Kenya isipite pale Githurai, huyo ni mtu ambaye amelipwa vizuri sana William Ruto, kwa sababu mtu ako na akili timamu. Hawezi ambia watu wa Gema pesa yao isipite Githurai. Na unajua vizuri ya kwamba jamii ya watoto wetu kutoka hii jamii wametapakaa kona zote za nchi ya Kenya, na wanaishi na zile jamii zingine pia vile ambavyo tunaishi na zile jamii zingine hapa. Kwa hivyo mimi niwaambie, mjihadhari na viongozi bandia, manabii wa uongo, wale wamelipwa na William Ruto kukuja kugawanya nyinyi, kukuja kuleta narrative ambazo ni za ukabila, kuleta narrative ambazo ni za kugawa watu katika milengo ya misingi ya kikabila, ndivyo William Ruto aweze kurudi kwa uchaguzi. Jambo la mwisho, wa Kenya, tushikane vile ambavyo watoto wetu Gen Z walituonyesha mwaka uliopita. Na tukishikana hivyo, William Ruto hatapata nafasi ya kupotea. Tukifanya hivyo na watu wote wachukue kura, tutaweza kuleta marekebisho, tutaweza kuleta uongozi mwema katika nchi yetu 2027. Lakini tukianza upuzi William Ruto anataka tufanye ya kona hii kabila hii, kona hii kabila hii, tupiganishwe, William Ruto atarudi kwa kiti 2027 asubuhi na mapema, na ataendelea kuwafinyilia, ataendelea kuwanyonga, ataendelea kuwamaliza. Tangu lini mimi niseme ati shida yangu ni Mmeru, ni Mjaruo, ama niseme shida yangu ati ni Mluya, ama niseme ati shida yangu ni Mkisii? Kwani niko na kichaa? Shida yetu sio ukabila, shida yetu ni uongozi baya. Hakuna mtu atakumbuka yeye ni kabila gani kama utakuwa umeshiba. Ukishiba na tuletewe sheria nzuri za kufanya biashara, na tuletewe programu nzuri za kusaidia Wakenya, hakuna mtu hata atakumbuka kabila yake. Lakini wakati tunafinyiliwa, wakati tunataka kumalizwa, ndio maana hawa viongozi wakitutopeli, wakikula pesa yenu, wakishiba, anakuja kukudanganya kama wewe ni Mjaruo shida yako ni Mkikuyu. Na kwa sababu wewe ni mjinga unaamini. Wewe Mkalenjin umekaa hapo unafinyiliwa na serikali ya William Ruto. Wewe Mkalenjin, wewe Mnandi umekaa hapo, serikali ya William Ruto inakufinya. Kwa sababu anajua umekasirika, akikuja kwako anakuambia shida yako ni Mkikuyu, ndiye hataki uongoze. Tangu lini ati Mkikuyu
ndiye anazuia maendeleo kule Rift Valley? Tangu lini ati Mkikuyu ndiye anazuia watoto wa kule Nandi wajengewe madarasa? Ni uongozi mbaya ile ambayo iko huko kwenu ndio inazuia maendeleo. Ni uongozi mbaya ile ambayo tulichagua ndio inazuia maendeleo. Lakini tusikubali kuanguka katika hiyo mtego ya ukabila. Ni hayo tu kwa leo, na nimeongea kwa uchungu kwa sababu nimeona ile kazi William Ruto wakiwa na Dennis Itumbi wanafanya kule social media. Wananunulia watoto pombe, wananunulia watoto bangi na shauko, wanalewa, wanaanza kuongea mambo mengine ni ya kishenzi, ati sijui kama pogema, ati sijui kabila hii na kabila hii. Hatutaki na hatuwezi kubali siasa kama hizo za kuturudisha nyuma. Kwa hivyo watu wetu mkatae, na mkatae kwa nguvu. Nchi ni moja na Kenya ni moja. Tunataka uongozi mwema, na tuombee viongozi wetu, kina Rigathi Gachagua, kina Natembeya, kina Matiang'i, kina Eugene Wamalwa, viongozi wetu wote, kina Martha Karua, kina Kalonzo Musyoka, wale ambao wameshikana ndio waweze kuleta umoja wa taifa, ndio watuongoze kushikana na kutoa William Ruto kwa kiti. Tulete uongozi ambao utakaojali maslahi ya Wakenya. Ni hayo tu.